toke tarehe 29 mpaka leo hakuna action yoyote. Sasa ikatikisa sasa hakuna. Kwa hiyo wananchi wafanye, sisi tunajivunia kuwa bara ipo. Nyinyi mukijitoa nyinyi kwenye makucha hawa mbwa hawa, na sisi tushakomboka. Lakini kama hamjakomboka nyinyi, na sisi tutaendelea hivyo hivyo kukaliwa. Kwa hiyo Tanganyika ndo tunategemea, sisi ni kidogo, tunategemea nyinyi kwa wingi wenu, hilo tunajivunia. Kwa hiyo keep up. Mwenye swala mwingine aniulize. Lakini mkubwa, unahisi kwamba mnajua kwamba mnatakiwa iko hivi katika mikoa 24 kimapigano kuelekea 77 na AFCON ili muweze kufanikiwa katika vita, ina maana mikoa yetu 24 at least mikoa 15 ipambane, kwa sababu mnapokuwa wachache wanaweza wakatumia yale maeneo kujiorganize na kuja kuwashambulia. Hilo kweli kabisa. Kwa watu wachache. Sasa ina maana ya kwamba muone kwamba na nyinyi Zanzibar ni wakati ambao mnatakiwa mchukue nafasi, mkae kwenye laini zenu ili muweze kusaidia katika hili, kwa sababu adui anaweza akatokea pale kutuletea shengesha upande wa bara. Kwa hiyo mnaonaje kwa nyinyi sasa hivi mkasimama ili tuweze kupambania hii nchi, kwa sababu adui yetu ni mmoja ambaye ni CCM. Swala zuri sana. Kwa miaka ambayo Samia ameelekeza kozi nyingi ambazo zilikuwa zinafanyika bara kwa miaka mingi, sasa hivi amezielekeza nyingi sana kuelekea na Pemba na Unguja, na hata mwezi wa 5 kuna wengine wanaenda kupiga kozi Pemba ya junior, unaona, ya uongozi kwa askari wa vyeo vya chini wanaelekea Pemba. Ina maana ya kwamba haya yote ni katika harakati za kuendelea kuwatishia wananchi, lakini pia katika kuendelea kuboresha upande wa kule. Anajua kwamba bara kukinuka atakopo na eneo ambalo anaweza akajikusanya kuleta mashambulizi upande huko. Mnaonaje kwamba tuka disturb hayo mambo kwamba kwa pande zote, kwamba Wazanzibari na nyinyi mkasimama kidete kupambana na CCM mkubwa, au kwamba kwa jinsi mazingira unavyoyaona inawezekana hakuna possibility ya nyinyi mweza mkasimama na mkaleta na kwanza swali hilo zuri. Ili kwanza swali uliongea ni zuri, na naongea hili kwa niaba ya Zanzibari wote. Nasema ukweli. Yaani Wazanzibari sasa hivi wamelose. Imesi kufichi manake, wala sitetee upande. Katika masuala haya Wazanzibari wamelose tena sana. Zanzibar kulikuwa kumoto sana. Sasa hivi mtu ukimwambia mambo hayo, kila mtu anakwambia hiyo really kabisa. Yani kila mtu anakuwa anakataa na ni kitu ambacho tayari nimeshafanya uchunguzi na nisha prove ni kama nimevunjika moyo. Na nyinyi mwataka kujua hayo, kuna live gani wewe uliosikia hapa Mzanzibari labda yuko kwenye harakati? Hakuna. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Zanzibar sasa hivi yani kumedhibitiwa. Unajua ile tarehe 20 walitarajia vurugu litafanyika Zanzibar kuliko bara, na ilivyodhibitiwa ile tarehe 29 haijawahi kutokezea. Kwa hiyo Zanzibar sasa hivi imedhibitiwa sana katika masuala hayo, na ukiacha kudhibitiwa Wazanzibari wenyewe wao wamevunjika moyo. Ile ukweli nasema. Nadhani umenipata concept yangu hapo. Niulize tena hapo kwenye hiyo kwamba Wazanzibari wamevunjika moyo. Nini kilichosababisha kiwavunje moyo? Unahisi hata sisi kinaweza kutupata? Kilichosababisha kiwavunje moyo ni hichi. Kilichokisababisha Zanzibari kuvunjika moyo ni mataifa ya Ulaya. Wale mabwana wa Ulaya walikuja na slogan, walisema matokeo yote yabandikwe kwenye vikuta, yasingojewe tume. Wao wenyewe waliokuja wakapitisha sheria hiyo, na Zanzibar wakaipitisha katika baraza la wakilishi, na wakasema sisi mnataka mtuletee ushindi kwenye pepa. Ikiwa kweli mmeshinda, haki yenu mtapewa, hawezi kufanya lolote hawa. Kwa hiyo sisi tukajibweteka na kutegemea Ulaya.
na kweli ushindi ukapatikana. Na tume ya Zanzibar kwa mujibu wa sheria yake, matokeo yanapatikana kwenye vituo vile. Unakusanya vile vituo, unahesabu, unapata total. Akaghairisha uchaguzi. Baada ya kughairisha uchaguzi, mataifa akapelekewa ushahidi wa kura zilizopatikana, wakabakia kulaani na kuziba misaada tu. Mmefahamu? Na hawakujua kama ukizibia misaada Zanzibar ni sasa na uloziba nungwi Forodhani iko wazi, kwa sababu Zanzibar inakula kupitia Tanzania. Kwa hiyo hata ukaizibia misaada hujafanya kitu. Hicho ndo kicho tukajua kumbe hata Umoja wa Mataifa hawezi sisi kutupatia haki. Hapo watu wengi wakaacha siasa. Kipindi ulichohairishwa uchaguzi mwaka 2015 watu wengi waliacha siasa, tena wengi nikiwemo mimi. Umefahamu? Hakuna taifa la Ulaya litakalokuletea wewe haki, kwa sababu matokeo yalikwenda moja Ulaya na kuna mtu akaakilisha. Mwalimu Seif alihutubia bunge la Ulaya na matokeo wazi akayaweka. Hakufanya lolote, walilaani wakasema tutaziba sijui pesa za Millennium Change. Hawakupewa ile pesa Tanzania, sijui nchi gani, misaada sasa Tanzania unaizibia misaada. Tanzania ina uchumi, ukizibia misaada itaendelea kuwakamua raia wake na mambo yanaenda. Kwa hiyo ule mpango ulifeli ule. Naona sasa tukaona ikiwa hawa waliotuletea hii demokrasia hawezi kututetea, haina haja. Watu wengi waliacha siasa, na sasa hivi kwa kweli naweza kusema 70% hana siasa. Atakaye kuwepo ndo huyo, ndo sera ya watu hiyo sasa hivi, kwa sababu kila baada ya uchaguzi 95 tulipoteza watu sisi, 2001 tulipoteza watu sisi, 2005 tulipoteza watu sisi, 2010 tulipoteza watu sisi, mpaka naingia Mwinyi 2015 tulipoteza watu sisi. Mwinyi kaingia kwa damu za watu, na yeye mwenyewe hilo anajua, hawezi kupinga. Walikufa watu wengi, shanifahamu. Mwaka ambao hakukufa watu ni mwaka huu 2020 tena, kwa sababu ya ule kiongozi aliyopo aliwaambia jamani, msifanye vurugu kwa sababu hao watawaua na hakuna lolote, na tuna experience watu wanauliwa na hakuna lolote linalofanyika. Ni kesi tu inapelekwa mahakamani, baada ya miezi 2-3 fyu inamalizwa kiaina. Kwa hiyo sasa haya yamehamia Tanganyika. Uangalie watu waliouliwa ni wengi sana. Kitu gani kimefanyika? Serikali imemchukua ule Chande nini, kapiga domo lake, watu hakuna haki wote. Kuba, naomba tumeshinda, uliza swali lako. Ngoja kuna swali liko hapa ulizo. Kulikuwa teknolojia ilikuwa haijakuwa kwa kiasi kilichokuwa sasa. Na kwa sehemu kubwa mambo ambayo yalikuwa yanatokea yalikuwa yanafichwa na ilikuwa ni vigumu sana kufikia jumuiya za kimataifa. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza. Na kwa kusema kwamba wao wamerudi nyuma, hawaoni kuwa wanaipa nafasi hii serikali dhalimu ya CCM, kwa sababu adui wetu mkubwa sio jumuiya za kimataifa, ni CCM. Sasa unaposema kwamba umeamua kurudi nyuma, hamuoni kama mnaendelea kuwapa nafasi hawa CCM? Na tukirudi kwenye upande wa Tanganyika au Tanzania bara, hamuoni kuna ushindi mkubwa ambao unaonekana kwa sasa, na hii imechagizwa na teknolojia iliyokuwepo sasa hivi. Sasa hivi kuna function nyingi zimewekwa kwa baadhi ya viongozi wa wasafiri. Hawapati kabisa. Hiyo ni moja. Pili, misaada imezuiwa ambao walikuwa wanategemea kupata hiyo misaada. Tatu, sasa hivi serikali makusanyo ni kidogo. Kwa hiyo hata kama unarudi kuwakamua wananchi, maana yake unaendelea kuwalazimisha wananchi kuingia barabarani, kwa sababu watakuwa hawana tena cha kuchangia. Na hii kwa kiasi kwa namna moja au nyingine
huoni kama itaamsha tena hari ya wananchi fisha haya mapambano tulionayo? Asante. Naomba nikujibu swala lako ulolisema ni zuri, na hayo mawazo ambao wewe unayafikiria sisi tayari tushafikiria, ushanifahamu, na kuna solution yake. Na mimi sijavunjika moyo. Moyo nilovunjika ni kile kitendo cha kutoka wewe cha kwenda kile kitu kile pale mesifanyi tena. Lakini nikiona grupu la watu linadai haki, siangalii mimi, naingia kwenye kudai haki kwa sababu nazijua haki zangu, na haki zangu mimi inaonesha wazi siwezi kuzipata kwenye sanduku za kura. Na nye vile vile watu wa bara, haki zenu hamwezi kupata kwenye sanduku. Yani hicho kitu kiondoeni kabisa. Na kuhusu mataifa, wale ulichokiongea mimi nakubali kuhusu wakati, kweli hicho kitu muhimu sana jamani, kisikilizeni. Wakati wetu sisi na wakati sasa hivi ni wakati wa mitandao. Hicho true kabisa. Na pengine wakiamua Umoja wa Mataifa au Umoja wa Ulaya naweza kufanya kitu, siwezi kupinga hilo liko wazi kabisa. Lakini kuhusu habari ya kuziba misaada, tayari Zanzibar shazibiwa, na kwa sababu hii misaada wanachangia tu asilimia fulani. Lakini tuje kwa mfano kama Tanzania sasa hivi uchumi wake umekuwa kwa kweli. Tanzania inao uwezo wa kujiendesha bila ya misaada. Ile misaada wanachukua kwa kula tu wa viongozi. Kwa hiyo siwezi kusema nini, lakini itachukua long time kwa hii kusubiria Umoja wa Ulaya au tusubirie, kwa sababu wataweka kikwazo cha misaada nini, watasurvive. Kwa hiyo huku tunasubiria wao, lakini huku kufanyike action ambush za nguvu za kikatili, hawa lazima watakaa chini, kwa sababu bro. Lakini mimi naamini kwa Tanganyika tunatoboa moja kwa moja, safari iendelee, hakuna kurudi nyuma. Kaka Mkuba, samani kidogo, pia mimi kuna maelezo fulani nataka nijazie hapo. Nikusikiliza hapa mwanzo mwisho unavyoongea, lakini kwa sasa kama ulivyosema, sasa hivi hakuna live ya Wazanzibari ambao wanaamsha kuhusu maandamano. Hakuna. Ukiachilia mbali hawa ndugu zetu kidogo wana warakini kiroho, hiyo inajulikana, na vile vile wao maandamano yao makubwa kwa sasa hivi, ukikuta kwenye mazungumzo yao makubwa, wao hawataki muungano. Lakini sikuti wao wakizungumzia kwamba chama tawala kipo kimetutawala kimabavu. Inaelekea wanaridhika na hivi vitu ambavyo huyu chura kiziwi anachokuja kuwadanganya kule, mara kawaletea sijui nini, mara sijui kaleta kitu gani, sijui mara kaleta mechi gani, sijui kaleta timu gani za mpira sijui kuchezea kule, kuja kwa full kule, na wao wanafurika. Huku kwa ndugu zetu huku Zanzibari kulikuwa kuna maandamano kweli ya kisiasa enzi ya uhai ya Maalim Seif Hamad. Ndio kulikuwa kuna maandamano. Ndio kweli walikuwa wana maandamano ya kisiasa. Baada ya hapo sasa hivi wanazungumza tu kuhusu muungano. Hawazungumzi chochote kuhusu jamani hii serikali hivi na hivi, hakuna. Kama vile wamebwaga manyanga. Kweli unachozungumza kwa makufa tunakubali hiyo 2001 huko. Kweli maandamano kule kweli Wapemba wamekufa. Yaani kama watu hawajui sio masiara. Hawa ndugu zetu kipindi kile walikuwa wanaandamana kweli. Kipindi kile Watanganyika tulikuwa bado tupo gizani. Mitandao ilikuwa hatuna kutuonyesha zile picha. Lakini watu ambao walikuwa karibu, rafiki, majirani na Wazanzibari, mabomu haya yalikuwa yanadondoka mpaka uwani kwao. Walibakwa. Kuna familia moja ya mimi nawafahamu, walivamiwa ndani, baba anafirwa, mama anabakwa mbele ya watoto. Sasa hivi kwa nini mmesahau yote haya mliofanyiwa? Kwa nini tusiungane kwamba hichi chama kimetutawala kimabavu, kimetuletea usogola na gomola? Kuna watu wana makovu kweli ndani ya mioyo yao kwa unyama waliofanyiwa na hii serikali.
Bara wameshuhudia hivi vitu 29 kwa mara ya kwanza, lakini kwa ukweli tukizungumza, Zanzibari wameyashuhudia yale mambo kila chaguzi. Enzi akina Jeche, enzi akina Maalim Seif, wamefilika kweli kweli, sio masihara. Lakini kwa sasa hivi wameamua kujibweteka, kuridhika na wanavyodanganywa na huyu chura kiziwi, mara sio anawapelekea hichi, sijui kafanya hivi, anaona kawajumuisha katika michezo ya kinini, na wao wamejitoa kabisa. Sasa hivi ukikuta wawili watatu wanazungumza, hawazungumzii chama, wanazungumzia muungano. Hilo wewe unalionaje kaka? Swala zako nzuri sana. Naomba na mimi niongezee hapo kaka mkubwa, naomba utajibu kwa pamoja. Ni kwamba kuna namna ambavyo Wazanzibari wanaona ya kwamba haya nao anafanya Samia ni sahihi, ni kama vile sisi tunamuonea kwa sababu ni Mzanzibari. Hivi kuna ukweli ndani yake, na una jinsi ambavyo umechunguza Wazanzibari wengi wana hiyo idea kichwani mwao? Haya, okay. Swala lako zuri sana. Ili swala lipo kweli, na hili swala liliibuka kama ni wafuatiliaji wazuri kwenye hotuba ya Tundu Lissu. Mara ya kwanza Tundu Lissu kusema leo hii anakuja rais Mzanzibari kututawala sisi. Hicho kweli Messi tetei mtu, kiliibua hisia za watu wengi. Na hisia zilikuja vipi? Tundu Lissu kama ni mfumo wa utawala alikuwa stick kwenye point yake ya mfumo wa utawala, lakini kitendo cha kusema Mzanzibari kile kilishtua hisia za watu wengi sana. Kwa nini? Hivi sisi ni muungano, tumeungana, hatuna haki sisi ya kutawala? Watu wengi wakawa hilo swala analiongelea. Hilo kweli naweza kusema majority ya watu sasa hivi wako kama kiushindani. Unajua kiushindani wako hivi, kwa vile wao wanasema hawataki Wazanzibari kuwatawala, sasa na sisi ndio tunamwambia aendelee. Na hilo swala ilipo na linaongelewa. Mimi siwezi kuficha kitu, kwa sababu naishi katika visiwa vya Zanzibar, nakaa kwenye maskani tofauti. Sasa hivi hususan hawa vijana ambao wanachipukia wa 2000, tofauti na wale akina sisi, wana kitu kama ile ushindani. Kwa nini Tundu Lissu aseme kauli hiyo? Na pale kweli Tundu Lissu kwa kauli ile pale kweli binadamu kama binadamu alikosea. Alikuwa asizungumze kaja Mzanzibari kututawala na wana serikali yao. Pale kweli kwa mujibu wa experience yangu ya kisiasa ile kauli ni wrong. Kwani Zanzibari hamna serikali yenu? Si kuna bunge lenu, kuna bunge Zanzibar kule. Kuna bendera yenu. Kama kuna bendera yenu, kuna bunge lenu, ina maana kweli kuna serikali. Tundu Lissu kama alisema hivyo, ilikuwa yule mtu hawezi kukosea, kwa sababu yule anaongea kitu kipo kwenye maandishi. Haongei Tundu Lissu kitu hata kimoja kutoka kichwani. Kila kitu anachoongea kwenye maandishi, kitu ambacho kipo. Nisikilize sasa, Tundu Lissu lengo lake. Mimi nilikuwa natamani nijue mkubwa, Tundu Lissu alisema nini mpaka ikapelekea hiyo hali ya Wazanzibari kuona kwamba ni bora kwa sasa hivi watu ambao 2000 ambao hawajui mambo ya siasa hawakumfahamu, lakini kwa sisi na wengine wanaoelewa mambo ya siasa walimfahamu Tundu Lissu yuko wapi. Yani kwa kauli hile, kama watu wafahamu kwa kauli hile, still bado anatutetea sisi Wazanzibari kwa mtu anaelewa. Lakini kwa watu ambao wameshiriki siasa miaka 5 nyuma, 10 nyuma, hawezi kuona kitu. Tundu Lissu pale kafunga, kuna kitu kakifunga, watu waamke. Pale Tundu Lissu anatuambia sisi tuamke, still anawaambia wabara waamke. Kivipi? Zanzibar kweli kuna serikali yake, kuna mambo yake. Sasa Tundu Lissu kalenga dongo moja kwa moja kwenye muungano, hakukusudia kugawa watu. Na mimi nilimsikiliza alihojiwa kauli ile pale, akasema mimi kauli yangu siifuti, iko sawa. Wananielewa kweli, sisi tunamuelewa. Hajakusudia kuwagawa watu au kuleta mtafaruku. Kakusudia hivi, leo ndo naweka wazi. Ikiwa Zanzibar una serikali yake inajitegemea na kila kitu, kwa nini serikali ya Tanzania ikae ndani
ya serikali ya Tanganyika, kwa nini ikae ndani ya muungano? Hiyo ndo pointi. Hawajakosea Wabara, walokosea ni Mwalimu. Hiyo hapo, mpaka hapo unakubali maneno ya Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba Mzanzibari anaweza kuja kutawala Tanganyika, Tanzania bara, lakini Mtanganyika hana ruhusa kujenga wala kutawala Zanzibar. Ndiyo, kwa mujibu wa katiba. Wakati huku kwetu kuna Wapemba wamejaa tele, mpaka wana maduka na nini, alafu mkikaa grupu mkizungumzia muungano, sisi wa Tanzania bara tunanyamaza tu. Sasa ndo maana akasema vile hata sisi wenyewe umeshatufika rohoni. Yani hata sisi wenyewe tunapambana tutoe serikali, alafu huko mbele kila mtu afe na chake. Swala lako zuri sana dada, umesema katika katiba ilivyosema mambo ya muungano yatasimamiwa na muungano, lakini mambo yaliyokuwa si ya muungano itajisimamia wenyewe wake Zanzibar. Hilo ni kosa ambalo walifanya hao walioungana. Sasa Tundu Lissu katika kusema vile, hawezi, yule mwanasiasa hawezi kuhamasisha watu live muungano no. Hata Maalim Seif alivyokuwa akiongea kauli zake, kama mnamsikiliza, hajawahi kusema hata siku moja muungano Messi utaki ukatike, hajawahi kusema hivyo. Na ule Tundu Lissu ni katika mwanasiasa mkongwe, hawezi kuongea live hivi. Kwa watu ambao wameingia siasa juzi, hawezi kumuelewa, na kwambia sisi tunamuelewa. Hii ni kweli, hii si haki. Kwa Zanzibar ina mambo yake wenyewe, bara tunashare, hii si haki. Sasa walokosea hii si Wazanzibari, walokosea ni Nyerere. Alokosea ni Nyerere, na Nyerere inamaanisha Tanganyika. Tanganyika ipo mpaka leo eti, na ina nguvu na inao uwezo wa kufanya hayo mambo asiwepo. Kwa mfano, mimi binafsi Mzanzibari nikenda Arusha na nikakubalika kwenye jimbo la Arusha, wananchi wakanipigia kura, naweza kuwa mbunge wa Arusha mjini. Lakini Mtanganyika hawezi, ni kwa mujibu wa sheria, sio kama labda sisi tuna roho mbaya, no, kwa mujibu wa sheria zilizowekwa. Hapo kwenye roho mbaya tuweke pembeni kwanza, tuendelee na hoja. Sasa hoja yangu mimi, Tundu Lissu kusema vile, kwa watu wengi wamemnukuu vibaya, wamemfahamu vibaya, na alihojiwa akasema mimi kauli yangu sifuti, ni hivi hivi. Kwa leo muelewa kama sisi tumemwelewa, kwa sababu Tundu Lissu, kama hawamjui watu, Tundu Lissu miaka 10 alisema nini mkubwa? Alitutetea sisi Wazanzibari kwenye bunge la katiba. Jamani, Tundu Lissu hatuwezi sisi tukamponda Tundu Lissu jamani, hilo ilekwe wazi kabisa. Na Tundu Lissu misimamo yake ni kama yetu sisi katika bunge la katiba. Huko angalia we, au umeanza kuingia juzi kwenye mambo ya siasa? Lilikuwa kwa wazi lile bungeni, kila mtu ndio tunaingia. Bunge la katiba ukuwa kama unatimiza una kama miaka 20 tu umeliwahi bunge la katiba, sio kama ni zamani eti. Kwa sema ulikuwa ufuatilii. Yeye alisema Yesu muumini wa muungano. Yeye kama anataka iungwe serikali 3 kama kuna uwezekano. Alikuwa sawa. Yuko sawa. Serikali si sawa. Mimi naona alikuwa sawa. Si sawa kivipi? Pale kakosea kivipi? Kusema ile, manake kuna kitu utawala na kuna kitu mtu eneo alilotoka. Mathalan Magufuli sijui alikuwa akitokea mkoa gani ule, ishamsahau, ushanifahamu. Hata ye akasema bwana, kaja mtu kutoka wapi kule kwa Magufuli, sijui Arusha, sijui ndo sahau, kaja kututawala Tanzania, ile it's okay, haiumizi. Lakini unaposema Zanzibar inaumiza, kwa sababu Zanzibar ni katika nchi ambayo imeunga hiyo Tanzania. Sasa unaposema katoka Zanzibar kuja kutawala huku, hiyo imeibua hisia za watu wengi ambao waliokuwa hawajui mambo ya siasa. Lakini kwa sisi tunajua nani Tundu Lissu kakusudia nini. Kwa hiyo kwa watu wengi wamesema kakusudia, na ndio maana uko sasa hivi husikii mtu kumponda mama. Mimi naongea ukweli, sipingi. Husikii mtu kusema mama hivi, lakini kiukweli
uongozi aliokuwa nao mama na uongozi aliokuwa nao Magufuli na aliopita wote ni sawa sawa, hakuna tofauti. Na ukimsikia mtu anasema mama hivi, huyo kaingia siasa juzi, kwa sababu alimopita Magufuli ndo anapita mule mule mama. Sema mama yeye kazidi kwa hii tarehe 29. Kaka mkubwa, hivi sio Mama Samia anafanya visasi kweli kwa hiki anachokifanya? Kwa sababu kwa sasa hizi anaharibu sana Tanganyika, yani anauza kila kitu, rasilimali za Tanganyika anaziuza zote, na pia pesa nyingi zimeelekezwa Zanzibar, ambapo kwa sasa hivi wanakuwa hawazindui, ni public, lakini loud and clear, jeje, loud and clear. Na hiyo ndo sababu, ngoja ukweli tufupishe marefu maneno. Ngoja kwanza nitapoteza hapo pointi. Najazia nyama kwenye sambusa. Jeje hapo ulipopiga ndio kwenye mshono. Na hiyo ndio umewafanya sasa hivi Wazanzibari wote wameufiata. Ukweli lazima tuongee. Kwa sababu wameona kumbe huyu mama kaenda kuvunia kwetu, kaenda kulipizia kisasi kwetu. Na ndio sababu sasa hivi wamenyamaza. Ukikuta wanaongea basi wanaongelea muungano tu, lakini sasa hivi hata hao VVCCM wanemtukana mama wanaokapa, wengi wao sasa hivi ni Wazanzibari. Ni Wazanzibari kwa sababu wameona kwamba sasa hivi mama anavuna anapeleka kwao. Na sisi tuwaambie, yani nyinyi tumenyamaza, lakini mjue hii vita tukimaliza tu, Wapemba mliokuwa mtaani kwetu na kwambia mtaenda kujenga kwenu, tutaziwasha hizo hayo maduka. Yani tusameane tu, kwa sababu hii ngoma tumepoteza ndugu zetu, wamekufa ndani ya mikono. Msifikiri tukao tukiingoa hii serikali yetu, yani ndio kwanza tutaanza upya. Yani nimesema kila mtu atakufa na chake. Endelea. Mwachena jeje endelee. Huyo ndio Kamanda Mariam. Safi sana. Brother mkubwa, nilikuwa nasema hivi, kwa sasa Mama Samia ni kwamba amekuja kuwa mtawala wa Tanganyika, lakini amekuwa kwenye mtindo kama wa kisasi. Cha kwanza, amekuwa akiuza rasilimali zetu hovyo kabisa katika upande wa Tanganyika, lakini pia ameendelea kuharibu kwa kiasi kikubwa mifumo mingi katika upande wa Tanganyika. Kaharibu sana toka ameingia sana. Cha kwanza, mfumo wa kuingia kwenye mfumo wa serikali kwa saizi lazima uwe CCM. Hiyo ni moja. Pili, rasilimali zote nyeti, yani anafanya kile anachokiamua. Imagine Katavi kuna kambi ya jeshi kwa mara ya kwanza Tanzania, kambi ya jeshi inahamishwa kwa sababu kuna madini chini ambayo Masamia ameenda kuwapa Waarabu wa Oman wachimbe. Imagine kwa anaweza kufanya lolote analolitaka, lakini pia kwa makusudi kabisa aliamua kuua watu wa Tanganyika. Yale mauaji for the first time Tanganyika yalikuwa ni kwa makusudi kabisa, haikuwa kitu kingine. Na mbaya zaidi, kwa sasa anaiendeleza Zanzibar. Yani ilikuwa hivi, Magufuli alikuwa akizindua kitu anafanya matangazo kwamba mnakopo live TBC so and so. Sasa hivi Zanzibar kuna maendeleo yanaendelea kimya. Sio kama kuna watu wanajua kwamba kuna magari ya mwendo kasi, kuna masoko makubwa yanajengwa, kuna madaraja. Jamani, majumba ndo msiseme, sijui nini. Yani saizi inaboreshwa, yani kwamba wanaiba. Yani rais wa Zanzibar na rais na Mama Samia, na kwanza wanasikia wana undugu, wanachukua rasilimali kubwa, wanahakikisha kwamba Mama Samia amefanya hivi, anahakikisha kwamba atakapotoka madarakani Zanzibar iwe kama Ulaya. Yani kwamba analipiza kisasi. You see? Mbaya zaidi, Wazanzibari wengi wanafurahia yale ambayo yanaendelea Zanzibar, na mwisho wa siku wako lazi waongozwa na CCM. Kwa sasa wametusaliti. Zamani walikuwa waipendi CCM, sasa hizo wametusaliti, wanaipenda CCM kwa sababu Mama Samia anawafanyia mambo mazuri kimya. Yani kwamba walichofanya wao, wameblock uzinduzi, wanajenga vitu vingi mno. Sasa hivi ukisikia kidogo Simba na Yanga wanacheza Zanzibar, kidogo sijui nini Zanzibar, kidogo sijui Zanzibar, sijui nini Zanzibar so. Mama Samia kuna mambo mengi sana anayafanya ya hovyo. Mbaya zaidi, anachukua silaha za kivita ambazo ziko kwa miaka mingi ndani ya Tanganyika, anazipeleka Zanzibar zote anazipeleka Zanzibar. You see? Huyu mama huyu mnayemuona saizi anafanya hivyo vitu. Yaani anafanya mambo mengi mabaya kwa sababu anajua kwamba yeye sio Mtanganyika. Yaani kwamba kuna vitu anavifanya kama vile ni visasi. You see? Kitu ambacho sasa kimewafanya Wazanzibari wao waungane kwa sababu wanafurahia kile kitu ambacho anakifanya. Umeona? Sasa kaka mkubwa, sisi leo hii tukisema hivi Wazanzibari mmetusaliti. Mimi najua mimi nilivyokusikia wewe ni mwanaharakati mzuri.
Umeona wewe ni mpambani haki, hauwezi ukapenda watu wakandamizwe, sababu si wote wabaya. Lakini tukisema leo hii Wazanzibari tukaanza kuwakimbiza na kuwaua na kuwawashia